Tuangalie kule. Asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mnafuatilia matangazo yetu ikiwa ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi karibuni tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 8 za mwezi wa 5 mwaka 2026, mahali ambapo tunakuletea habari muhimu za kuaminika na zenye kugusa maisha ya wananchi kutoka Kivu, Ituri, Kinshasa pamoja na dunia kwa ujumla. Asubuhi tutaangazia hali ya usalama mashariki mwa nchi, siasa, jamii na matukio mbalimbali yaendelea kuvuta hisia za wengi. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii ili kupata undani wa habari zote muhimu. Naendelea kuambia tu kwamba hii ni Kivu News Info, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote ningekuomba ufanye kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni Teroje Longa, basi nakulika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Habari za kusitisha inaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu kadhaa wameuawa katika shambulio jipya linalohusishwa na uasi wa Defe katika eneo la Biakato mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa siku ya jana Alhamisi tarehe 7 Mei mwaka 2026, shambulio lilitokea majira saa 6:30 mchana katika kijiji cha Biakato kilichopo ndani ya sheferia Babila Babombi katika wilaya Mambasa mkoani Ituri. Taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Gilbert Mbunge wa jimbo la Mambasa naeleza kuwa washambuliaji hao waliingia katika mtaa wa Lalia na kufanya mauaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hadi sasa miili ya watu wasiopungua 8 tayari wamepatikana katika eneo hilo. Vile vile shughuli za upekuzi zinaendelea kufanywa na vikosi vya usalama pamoja na wakazi wa eneo hilo ili kutafuta iwapo kuna wasilika wengine watu walipotea baada ya shambulio hilo la kinyama. Mashahidi wa tukio wanasema kuwa hali ilikuwa ya taharuki kubwa, huku milio ya risasi isikika kwa muda katika baadhi ya maeneo ya Biakato. Wananchi wengi walazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao, huku wengine wakielekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Mheshimiwa Gilbert ameonyesha wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa mashambulizi katika eneo la Mombasa, akitoa wito kwa mamlaka za usalama kuongeza juhudi za kulinda raia wanaendelea kwa wahanga wa mashambulizi ya mara kwa mara. Amehimiza umuhimu wa kuimarisha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha yanayosumbua maeneo mbalimbali ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, ambako wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kwa muda mrefu sasa. Kwa sasa inaelezwa kuwa bado ni ya wasiwasi mkubwa katika eneo hilo, huku baadhi ya familia zikiendelea kuondoka kuelekea maeneo jirani. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa msaada wa haraka kwa wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na mashambulizi hayo. Mashambulizi yanayohusishwa na kundi la Defe yamekuwa yakisababisha vifo vya mamia raia katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa Ituri na Kivu Kaskazini, jambo ambalo linaendelea kuzua hofu kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo. Hali inaonyesha hivyo kwa Biakato katika wilaya Mambasa mkoani Ituri, ambako wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu ya ukosefu wa usalama. Mashirika ya kiraia yanaendelea kulaani vitendo vya ukosefu wa usalama vinavyoendelea kushuhudiwa katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini baada ya shambulio jingine la kisilaha lililosababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia pamoja na wapiganaji wa kujilinda wa Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa Jumapili hii, harakati ya kiraia inayojulikana kama kwa jina la Mouvement Citoyen Machozi ya Raia imelaani vikali shambulio hilo ambalo imeeleza kuwa ni la kihalifu na linaendelea kuhatarisha maisha ya wananchi wa kawaida.
Katika taarifa hiyo, mtetezi wa haki za binadamu dunia Duni Amisi, ambaye pia ni mmoja wa waliotia saini waraka huo, amesema kuwa harakati hiyo inatoa pole za dhati kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika tukio hilo. Shirika hilo la MC Machozi ya Raia imestaka mamlaka husika kufungua haraka uchunguzi huru ili kuwabaini wahusika na kufikisha mbele ya sheria wote waliohusika na mashambulizi hayo. Vile harakati hiyo imesisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa hatua za usalama ili kuwalinda wananchi waendelea kuwa waathirika wa vitendo vya uhalifu wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu wawili walipoteza maisha katika shambulio hilo, ikiwemo raia mmoja pamoja na mwanachama mmoja wa kundi la kujilinda la Wazalendo, huku kitengo chake halisi kikiwa bado hakijathibitishwa rasmi. Mbali na vifo hivyo, watu wengine wawili walijeruhiwa, ikiwemo mlinzi wa kamanda anajulikana kwa jina la Efreme, na katika taarifa zinaeleza kuwa kamanda huyo amenusurika katika tukio hilo licha ya mazingira ya hatari yaliyotawala eneo hilo wakati wa mashambulizi. Shambulio hilo linakuja wakati ambako wilaya Fizi inaendelea kukabiliwa na hali mbaya ya usalama, hasa katika wiki za hivi karibuni ambako matukio ya uporaji wa kutumia silaha pamoja na vitendo vya unyang'anyi dhidi ya raia yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa, huku wengine wakieleza wasiwasi wao kuhusu uwepo wa Jenerali Rene Itongo, ambaye pia ameripotiwa kuonekana katika maeneo hayo tangu siku ya Jumatano tarehe Mei mwaka 2026. Hadi sasa kundi lake bado hajatangaza rasmi kuhusika na shambulio hilo. Wilaya ya Fizi inayopatikana na nchi ya Burundi pamoja na jimbo la Tanganyika inaendelea kutajwa kuwa miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za usalama katika mkoa wa Kivu Kusini. Kuongezeka kwa makundi yenye silaha na ndani na kigeni kunatajwa kuendelea kuathiri juhudi za vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kurejesha hali ya amani na utulivu kwa wananchi wa eneo hilo. Hali ya usalama endelea kuzorota katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini, ambako takribani watu 24 wameuawa katika mashambulizi mapya yanayohusishwa na waasi wa ADF usiku wa Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mashambulizi yalifanyika katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Beni, hususan maeneo ya Muzungu, Musangwa, Wasafi na Magambo. Washambuliaji wenye silaha walivamia vijiji hivyo usiku na kufanya mauaji dhidi ya wananchi wa kawaida, aliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Taarifa kutoka viongozi wa ndani zinaeleza kuwa miili kadhaa ya waathirika hao tayari ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti mjini Oicha, makao makuu ya wilaya ya Beni. Hata hivyo, idadi hiyo ya watu waliouawa bado ni ya muda, kwani wakazi wengi wanaendelea kutoweka baada ya mashambulizi hayo, jambo linalozua hofu kuwa huenda idadi ya waathirika ikiongezeka zaidi katika siku zijazo. Mashirika ya kiraia katika eneo la Beni yamewataka wananchi kuongeza umakini na tahadhari kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Mashirika hayo yamevitaka vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia katika sehemu hiyo ya nchi. Kundi la ADF ambalo asili yake ni nchini Uganda limekuwa likitumia mara kwa mara kuhusika na mauaji ya raia katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za kimataifa, kundi hilo linatajwa kuwa na uhusiano wa mtandao wa kigaidi wa Uislamu, licha kwamba operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Kongo na Uganda zimekuwa zikiendelea kwa muda mrefu katika maeneo yaliyoathirika. Wananchi wa Beni wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sitofahamu, huku wakitaka hatua madhubuti ichukuliwe ili kurejesha amani na usalama katika eneo hilo ambalo linaendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika mji wa Goma pamoja na baadhi ya maeneo ya Nyiragongo baada ya taarifa kuripoti kwa baadhi ya viongozi wa mitaa na robo wamechukuliwa kwa nguvu na waasi wa M23 kwa kile kinachotajwa kuwa ni mafunzo yanayofanyika katika eneo la Chanzu wilayani Ruchuru. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi mbalimbali waliotoa taarifa hizo, viongozi wao walipewa amri ya kuondoka majumbani mwao na kuelekea katika kituo hicho bila kupewa nafasi ya kukataa. Baadhi ya familia za viongozi wao zinaeleza kuwa tangu waondoke hawajapata tena mawasiliano ya hakika wao, jambo linaloongeza hofu kuhusu usalama wao pamoja na mazingira wanayoyapitia huko walipopelekwa.
kupelekwa. Mke wa mmoja wa viongozi wa Robo alilazimishwa kwenda katika mafunzo amesema kuwa mume wake aliondolewa nyumbani licha ya kuwa alikuwa katika hali mbaya ya kiafya. Amesema kuwa waasi wa M23 walimkataza mume wake kubeba simu yake ya mkononi kabla kuondoka kuelekea Ruchuru, yale ambayo imefanya familia ishindwe kupata habari zake kwa muda kwa siku kadhaa sasa. Mwanamke huyo anaeleza kuwa amebaki peke yake na watoto kadhaa huku akiwa katika sitofahamu kuhusu hatima ya mume wake. Amesema kuwa baadhi ya watu wanaopelekwa huko hawajawahi kurejea, jambo linaongeza zaidi hofu kwa familia nyingi katika mji wa Goma. Wakazi wengi pia wameeleza kwa viongozi wa mitaa maarufu kama Chef Daveni wanaweza nao kutua katika siku zijazo kufuatia mafunzo hayo. Baadhi ya wananchi wanaendelea kujiuliza sababu halisi ya viongozi wa kiraia kupelekwa katika mafunzo yanayodaiwa kuwa ya kijeshi, wakihofia kuwa hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya kuwaingiza viongozi hao ndani ya mfumo wa uasi wa M23. Kauli hizo zinaendelea kuzua mjadala mikubwa miongoni mwa wakazi wa Goma na Nyiragongo, huku familia nyingi zikionyesha hofu kuhusu usalama wa ndugu zao waliokwenda katika maeneo hayo ya Ruchuru. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu maudhui halisi ya mafunzo hayo wala muda ambao viongozi hao watakaa katika eneo la chanzo. Tukio linajiri katika kipindi ambacho maeneo kadhaa Kivu Kaskazini yanaendelea kushuhudia mvutano wa kiusalama pamoja na uwepo mkubwa wa makundi yenye silaha, anazidi kuongeza mashaka kwa wananchi kuhusu mustakabali wa amani katika eneo hilo. Mvutano wa kisiasa unaendelea kujitokeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya harakati ya kiraia ya Filimbi kueleza wazi upinzani wake dhidi ya uwezekano wa muhula wa tatu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumatano tarehe 7 Mei mwaka 2026, harakati hiyo ya vijana raia ilisema kuwa inapinga vikali matamshi yaliyotolewa na rais wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 6 Mei, ambako alionekana kufungua mlango wa uwezekano wa kugombea muhula mwingine wa urais. Kupitia waraka huo, Filimbi imekumbusha kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka wazi ukomo wa mihula miwili ya miaka mitano kwa rais wa nchi, na kwamba jaribio lolote la kubadilisha kuoji kipengele hicho ni tishio kwa utaratibu wa katiba pamoja na misingi ya kidemokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Harakati hiyo pia imeeleza kuwa kauli zinazozungumzia muhula wa tatu zinaweza kuingiza taifa katika mgogoro mpya wa kisiasa, hasa katika kipindi ambacho nchi tayari inakabiliana na changamoto nyingi za kiusalama na kijamii katika maeneo mbalimbali. Filimbi pia imelaani kile ilichokiita mwelekeo wa makusudi wa kuvuruga katiba, huku ikumbusha kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi mwenyewe alikuwa akipinga vikali mawazo ya kubadilisha katiba wakati wa utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila. Kwa mujibu wa harakati hiyo, katika miaka iliyopita Felix Tshisekedi alikuwa akitafsiri jitihada zote za kubadili vipengele vya katiba kama mapinduzi ya kikatiba, jambo ambalo sasa linaonekana kuwa ni mgawanyiko mkubwa ukilinganisha na msimamo wake wa sasa. Katika taarifa hiyo, Filimbi imeonyesha pia kupinga uwezekano wowote wa kuhairishwa kwa uchaguzi mkuu wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028 kwa sababu ya hali ya usalama mashariki mwa nchi. Harakati hiyo inaamini kuwa changamoto za kiusalama haziwezi kutumiwa kama sababu ya kuchelewesha kwa mchakato wa kidemokrasia, ikisisitiza kuwa taasisi za kitaifa zinapaswa kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa wakati uliopangwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Shirika hilo la Filimbi imewataka wananchi wa Kongo kuendelea kuwa macho na kutetea heshima ya katiba pamoja na misingi ya utawala wa sheria, ikisema kuwa mustakabali wa taifa unategemea kuheshimiwa kwa sheria za msingi za nchi. Kauli ya harakati hiyo imeanza kuzua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa nchini Kongo, huku baadhi ya wachambuzi wakieleza kuwa suala la muhula wa tatu linaweza kuwa chanzo kipya cha mvutano wa kisiasa katika miezi na miaka ijayo. Kwa sasa hakuna tangazo rasmi lililotolewa kuhusu mabadiliko yote ya katiba wala kuhusu nia rasmi ya Rais Tshisekedi kugombea muhula mwingine, lakini matamshi yake hivi karibuni yanaendelea kuzua hisia tofauti ndani na nje ya nchi. Katika mazingira ambayo mashariki mwa Kongo bado yanakabiliwa na vita na mashambulizi ya makundi yenye silaha, baadhi ya wananchi wanaamini kuwa kipaumbele kinapaswa kuwekwa zaidi katika kurejesha amani, usalama na kuboresha hali ya maisha ya wananchi kabla ya mijadala ya kisiasa kuhusu muhula wa viongozi.
Mvutano endelea kushuhudiwa katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini baada ya kupatikana kwa miili ya watu wawili ndani ya kaburi la pamoja katika kijiji cha Kimbulu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtandao wa madereva wa teksi nchini Kongo unajulikana kama Retake pamoja na ujumbe wa serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini wamefikia makubaliano kuhusu mazishi ya watu hao wawili waliogunduliwa hivi karibuni katika eneo hilo la Kimbulu wilayani Lubero. Mafanikio haya yalifanikiwa baada ya mkutano wa dharura uliofanyika siku ya Jumatano tarehe 6 Mei katika makao makuu ya wilaya Lubero kati ya viongozi wa Retake na wajumbe wa serikali ya mkoa. Wakati wa mazungumzo hayo, taarifa nzito zilitolewa kuzikielekeza kuhusu kupotea kwa zaidi ya watu 10 katika mazingira yanayofanana na matukio ya utekaji yanayoendelea kufanywa na baadhi ya wapiganaji wa Wazalendo. Miongoni mwa matukio yaliyotajwa ni pamoja na kesi ya dereva mmoja wa teksi pamoja na abiria wake walikuwa wakielekea Butembo kabla ya kutekwa na kutoweka bila kufahamika waliopo hadi sasa. Madereva wawili wa teksi waliokuwa wameondoka mwezi Februari kwa safari katika barabara Kimbulu kuelekea Lubero Centre bado hawajapatikana. Siku ya hivi karibuni zaidi limeripotiwa kutokea Alhamisi tarehe 13 Aprili katika kijiji cha Kimbulu. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Abe Patrick Kasolene ambaye aliwakilisha gavana wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini amesema kuwa wale wanaojiita wazalendo wanapaswa kuonesha uzalendo kwa kweli kwa kulinda wananchi badala ya kuwatesa. Kwa mujibu wa Abe huyo, haiwezekani kundi linalojiita ni la kujilinda liendelee kuhusishwa na vitendo mateso zidi ya wananchi ambao linapaswa kuwalinda. Hasa hivyo alikiri kuwa ndani ya makundi hayo kuna baadhi ya watu wanaolenga ukweli kutetea taifa, lakini pia kuna wengine wanaoharibu taswira ya harakati hizo kupitia vitendo vya uhalifu. Kwa upande wake, Retake imesema kuwa imepokea kwa kuridhika ujio wa mwakilishi wa gavana wa kijeshi unaoweza kufikiwa kwa mwafaka kuhusu namna ya kuandaa mazishi ya wahanga hao. Wakati huo, mashirika ya kiraia katika munisipali ya Lubero yamewataka wananchi mbalimbali kuungana na madereva wa teksi katika shughuli za mazishi ya dereva mwenzao pamoja na mteja wake waliouawa. Mwakilishi wa jamii ya kiraia Jackson Mumbere amesema kuwa mazishi hayo yatafanyika kwa amani katika eneo la Mulo, huku akiwataka wafanyabiashara pamoja na wakazi wengi kushiriki ili kutoa heshima za mwisho kwa wahanga hao. Hata hivyo, amesitiza kuwa shule hazihusiki na kusimamishwa kwa shughuli na kwamba wanafunzi wanapaswa kuendelea na masomo yao hasa katika kipindi hiki cha mitihani ya taifa inayofanyika nje ya ratiba ya kawaida. Ikumbuka kuwa tangu siku ya Jumapili tarehe 3 Mei shughuli nyingi zimekuwa zikisimama katika munisipali ya Lubero na maeneo jirani kufuatia maandamano ya kupinga kuuawa kwa dereva wa teksi Love Sane pamoja na mteja wake Esperance. Wananchi wa Lubero wanaendelea kuomba hatua madhubuti ichukuliwe ili kurejesha usalama katika eneo hilo ambalo linaendelea kushuhudia matukio ya utekaji, mauaji na kutoweka kwa raia katika mazingira ya kutatanisha. Mahakama Kuu ya kijeshi nchini Kinshasa inaendelea kuvuta hisia za wananchi wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya upande wa mashtaka wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuomba hukumu ya kifungo cha maisha dhidi ya Luteni Jenerali Filemo Yave. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana Alhamisi tarehe 7 Mei, ombi hilo la kifungo cha maisha limetolewa mbele ya Mahakama Kuu ya kijeshi na mtumu afisa huyo wa juu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mkuu wa Kinshasa. Filemo Yave ambaye pia aliwahi kuwa kamanda wa eneo la 3 la ulinzi wa kijeshi FARDC anakabiliwa na mashtaka mazito yanayohusiana na usaliti dhidi ya taifa pamoja na kuwachochea wajeshi kufanya vitendo vinavyokwenda kinyume na wajibu wao wa kijeshi na nizamu ya jeshi. Upande wa mashtaka unadai kuwa afisa huyo anajihusisha na matendo yanayoweza kuhatarisha usalama wa taifa pamoja na kuasiri utulivu ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Katika kikao hicho cha mahakama, waendesha mashtaka wa kijeshi walisitiza kwa vitendo vinavyotumiwa navyo ni vya hatari kubwa kwa taifa, hasa katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama mashariki mwa Kongo. Mahakama inaendelea kuchunguza iwapo Filemo Yave anatumia nafasi yake ndani ya jeshi kufanya vitendo vinavyoweza kuzofisha mamlaka ya serikali pamoja na nizamu ya vikosi vya FARDC. Kesi hiyo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wachambuzi wa masuala ya usalama kutokana na uzito wa nafasi iliyokuwa nayo mshtakiwa ndani ya jeshi la taifa.
Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa mwenendo wa kesi hiyo unaweza kuwa ishara ya kuimarisha kwa hatua za nidhamu ndani ya vikosi vya ulinzi vya Kongo, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali inaendelea kukabiliana na vita dhidi ya makundi mbalimbali yenye silaha mashariki mwa nchi. Kwa sasa upande wa utetezi bado unaendelea kuwasilisha hoja zake mbele ya mahakama kuu ya kijeshi kabla uamuzi wa mwisho kutolewa dhidi ya afisa huyo wa zamani wa FARDC. Kesi hiyo pia imeendelea kuzua mijadala mikubwa katika duru za kisiasa na za kijeshi nchini Kongo, huku baadhi ya wananchi wakitaka ukweli wote ujulikane kuhusu tuhuma zinazomkabili jenerali huyo. Wengine wanaamini kuwa hatua kali zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya yeyote atakayepatikana na hatia kuhatarisha usalama wa taifa bila kujali cheo chake ndani ya taasisi za serikali au jeshi. Katika miaka hivi karibuni, mamlaka za Kongo zimekuwa zikiahidi kuimarisha uwajibikaji ndani ya jeshi pamoja na kupambana na vitendo vyote vinavyoweza kuzofisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha machafuko katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Hadi sasa mahakama kuu ya kijeshi bado hajatoa hukumu yake rasmi katika kesi hiyo na mkabili Luteni Jenerali Yave, lakini ombi la kifungo cha maisha lilitolewa na upande wa mashtaka tayari limezua hisia tofauti miongoni mwa wananchi wa Kongo. Nani hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 8 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupa nafasi ya kuwajuza yale yote yanaendelea ndani na nje ya nchi. Basi tuendelee kukutana tena katika taarifa zetu zingine za kuaminika, za haraka na zenye maslahi ya kijamii. Mimi ni Teloje Lolonga, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info tunaendelea kuwatakia siku njema yenye amani, matumaini na mafanikio. Kumbukeni kuwa habari ni nguvu, lakini habari na udhibitishwa ndiyo msingi wa amani na maendeleo zaidi. Na kabla sijahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelea kukumbusha tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunaletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lolonga, sina la ziada tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 8 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tuendelee kusema asante sana, na nikweli tena tukutanane baadaye kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye. Bye bye na chao, baki salama. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.